Ndio Yusuf. Dakika 90 zimetamatika katika uwanja wa Benjamin Mkapa na ambapo Simba wameishia kuibuka na magoli 2-2 ambapo kipindi cha kwanza ilionekana kuna namna kwamba wanaweza kuleta chochote kitu na kuleta matumaini katika kikosi chao ambapo walikuwa hawana pointi yote, lakini mambo yakabadilika kipindi cha pili. Shida ilikuwa wapi? Ni kwamba sababu alofanya Steven Baka ndio imepelekea hicho ambacho kimetokea? Nafikiri ni ile tabia ya Simba kujisahau baada ya kuwa wamepata goli, ndicho ambacho kimetokea. Baada ya kupata goli 2 ni kama wachezaji wakaanza kurelax, lakini kitu kikubwa ambacho nafikiri kimeikwamisha Simba baada ya kutoka mchezaji kama Kagoma, Wilson Nangu, ni kama timu tayari ishapoteza mwelekeo. Nadhani approach ya kocha ilikuwa nzuri kipindi cha kwanza, kuwa na viungo wawili wenye sifa ya kiukabaji eneo la katikati ili kuwa na balance nyakati za kushambulia lakini pia nyakati za kujilinda. Ndani baadaye ukaona kocha analazimika kuswitch kile ambacho alianza nacho baada ya Kagoma kuumia, lakini pia Wilson Nangu kuweza kuumia. Ikalazimika sasa aanze kuwatumia wachezaji ambao hawana sifa za kiukabaji, kwa maana Nabi Kamara. Akaingiza idadi kubwa wachezaji ambao hawana sifa za kiulinzi, kwa maana kina Morris Abraham. Baada hapo ukaona ni kama timu imeshapoteza mawasiliano kwenye eneo la katikati. Una idadi kubwa wachezaji ambao hawana tabia ya kuweza kufika kwenye miguu kwa wakati, wakawa na wasindikiza wapinzani. Hizo ndio nyakati ambazo experience anafanya sababu ya kumuingiza kiungo namba 7 ambaye amekuwa na bara kubwa sana. Nafikiri kwenye mchezo uliopita kupata nafasi ya kuanza aliingia hivyo benchi, lakini hakuwa na madhara makubwa sana, lakini baada ya kuingia kipindi cha pili ukaona akaanza kuwapa kashikashi wachezaji wa Simba kwenye eneo la katikati, kwa sababu tayari ilishakuwa imepoteza mwelekeo. Kwa nafikiri Simba kwenye mchezo wa leo imehukumiwa na vitu vingi sana. Kukosa wale wachezaji ambao wamekuwa na msimamo kwenye nyakati za kujilinda, lakini pia kuwa wazembe kwenye namna ya kutafsiri matukio. Kuna poor marking ambao walikuwa wanaifanya eneo lao la kiulinzi. Kuna nyakati ulikuwa unaona ni kama wanawasindikiza wapinzani wao. Yaani kuna namna mpinzani ana mpira, badala ya kwenda kufanya marking unajikuta unakuna sogea kurudi kwenye goli lako, kitu ambacho kio kinamfanya zaidi alisogelea lango lako, lakini pia unampa faida ya kuwa analiona goli. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tukiacha lawama za mashabiki kwenda kwenye uongozi, tutarudi kwenye eneo la kiufundi. Simba ameadhibiwa kwenye hayo makosa, lakini nafikiri Simba kwa hivi sasa, mimi binafsi nawaelewa mashabiki wa Simba. Haya sio maisha ambayo wamezoea kuyaishi, na ndio maana imekuwa ni rahisi sana baada ya dakika 90 kutamatika, endapo matokeo yapo upande wao, lawama zinaenda moja kwa moja kwa uongozi, kwa sababu kwa hivi sasa wao hawana mtu wa kumlaumu. Wanaamini kabisa Mangungu pamoja na uongozi wa Simba ndio wenye majukumu ya kuhakikisha wanapata ile flamba wanakuwa wanaiomba. Kwa hiyo kwa hivi sasa mimi binafsi atakachokiongea shabiki wa Simba nitamuelewa, endapo atamlaumu kocha, endapo atamlaumu mchezaji ama uongozi, na waelewa, kwa sababu sio maisha yao, hawajazoea kuisha ya maischa. Tunaweza kusema kwamba safari ya Wekundu wa Msimbazi sasa rasmi ni mwisho? Nafikiri kama umemsikiliza Ahmed Ally, yeye mwenyewe amekili kwamba kwa hivi sasa wanajiandaa na ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu matumaini yao kwenda kwenye hatua inayofuata imekuwa ni ngumu sana kutokana na alama ambazo wako nazo, lakini pia gap ambalo lipo na kile ambacho kinatarajiwa kwenda kutokea. Labda yani sifikiri kama kuna maajabu yote ambayo yanaweza yakatokea kwenda Simba ili kuifanya Simba ende kwenye hatua inayofuata. Japo naamini kwamba mpira unadunda, lakini unaona kabisa hata ukipiga kwenye mahesabu yako Simba kwenda kwenye hatua inayofuata sio rahisi. Kwa hiyo nadhani ni nyakati sahihi za Simba kujiandaa na msimu wa ligi kuu Tanzania bara, ukiacha ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu wameleta idadi kubwa wachezaji, wamefanya usajili na maboresho makubwa ambayo yameondoa kile ambacho walikuwa nacho msimu uliopita na kulazimika sasa kuanza kukijenga upya. Kwa hiyo kwa hivi sasa wanahitaji muda kuweza kuendelea kufanya maboresho ya kikosi na kila kitu ambacho kinaendelea kwenye timu hivi sasa.